Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Makao makuu ya Khatam al-Anbiya, kituo cha amri cha kikosi cha jeshi la Irani, ilitangaza kuwa jibu chungu limetolewa kwa Israeli na kwamba shughuli zao zimesimamishwa kwa sasa. Yaani kikosi cha Irani Khatam al-Anbiya kimetangaza kuwa wamemaliza operesheni yao ya kijeshi kwa Israeli na rasmi walikuwa wamesitisha makabiliano ya moja kwa moja hivi sasa. Shirika la habari la Irani la Tasnim lenyewe liliripoti likinukuu taarifa zilizopo kwamba ambapo upande mwingine ulikuwa umedai kuwa Israeli na Marekani waliomba kusitisha mapigano, ukisisitiza kwamba walikiri wazi hili, yani walikiri waziwazi hili. Zaidi ya hayo, shirika hilo la Tasnim liliripoti kwamba Irani ilikuwa imekubali kusitisha mapigano chini ya mpango mpya wenye masharti, ikisema kwamba Teherani itaanza tena mapigano ikiwa uchokozi wa Marekani na Israeli utaendelea Beirut na kusini mwa Lebanon. Taarifa hiyo ilikuja kufuatia uchokozi na ufisadi wa Israeli kusini mwa Lebanoni na kitongoji cha kusini mwa Beirut uliofanywa kwa usaidizi wa Marekani muhalifu, kama Khatam al-Anbiya ilivyosema. Katika kukabiliana na uchokozi na uovu wa utawala wa kizayuni wa kikatili kusini mwa Lebanon na eneo la Dahia ambalo ulifanyika kwa usaidizi wa Marekani ya wahalifu, vikosi vya kijeshi vyenye nguvu vya Jamhuri ya Kiislamu ya Irani vilitoa jibu chungu kwa utawala huu kwa kuwaunga mkono watu waliokandamizwa wa Lebanoni, taarifa hiyo ilisema. Amri ya Irani iliongeza kuwa jibu hilo linapaswa kuwa somo kwa Israeli pamoja na wafuasi wake. Huku ikitangaza kusitisha operation, makao makuu ya jeshi yalitoa onyo kali: iwapo uchokozi na uovu wa Israeli utaendelea, ikiwa pamoja na kusini mwa Lebanon, vitendo vikali vya kukandamiza zaidi kuliko hapo awali vitafata. Irani ilizindua operation na kurusha makombora kuelekea Israel mapema asubuhi ya leo. IRGC ilitangaza uzinduzi wa operation ambayo ilikuwa inafahamika kama Operation Ushindi, hatua ya kijeshi inayolenga kambi za kimkakati za anga za Nevatim na Tel Nof. Katika taarifa rasmi ya IRGC ilisema operation hiyo ilikuwa imejitolea kwa mashahidi wa vita vya siku 12. Ililenga vituo muhimu katika kambi hizo mbili za anga kujibu mashambulizi ya makombora ya hivi karibuni ya Israel kwenye maeneo kadhaa ya rada yaliyoko katika maeneo matatu tofauti ndani ya Irani. Kulingana na IRGC, vipengele muhimu vya operesheni hiyo ni pamoja na majibu yake haraka kwa vitendo vya Israeli, kulenga maeneo yaliyopatikana ndani ya Israeli. Taarifa hiyo iliongeza kuwa vitengo vyote vya mapigano na uendeshaji viko macho kabisa, huku mpango wa dharura ikiwa tayari umeandaliwa kwa ajili ya majibu mapana zaidi katika pande nyingi kulingana na jinsi hali ilivyo au itavyokuwa ardhini. Sasa Irani wanatangaza kusitisha mapigano katika kile wanachokisema kuwa wamemaliza operesheni yao ya kutimiza kulipa kisasi, huku Tasnim News au vyombo vya habari kadhaa vilivyo upande wa Irani vikisema kuwa kumekuwa na ombi kutoka kwa Israeli na Marekani kuwa tunaomba usitishaji wa vita. Hiyo ni taarifa ambayo inanukuliwa kwa upande wako, si taarifa yangu, ieleweke. Ninanukuu kutoka Tasnim ambayo ndio wanaizungumzia hiyo taarifa kuwa kumekuwa na maombi kutoka upande wa pili ukitaka usitishaji ufanyike. Lakini awali msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Irani Ismail Baqai alishutumu Marekani kuhusika moja kwa moja kwenye hili, lakini baadaye Marekani walikuja wakakanusha, wakasema kuwa hawakuwa wakihusika kwa namna yoyote katika mashambulizi ya Israeli yaliyoelekea Lebanon au operation yote iliyofanyika katika kipindi hiki. Afisa wa usalama wa Irani anakataa kwa Marekani kutokuhusika katika uchokozi wa Israeli dhidi ya Irani, akionya kuhusu matokeo mapana ya kikanda na majibu ya kuzuia.
Afisa mkuu wa Irani amekataa vikali taarifa za rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani haikushiriki katika shambulio la hivi karibuni la Israel dhidi ya Irani, akisema madai hayo hayaendani na ukweli unaojulikana. Akizungumza na Al-Mayadin, afisa huyo alisema madai ya Washington ya kutokujua kuhusu shambulio hilo hayaendani kabisa na ukweli unaojulikana na uliopo. Kulingana na afisa huyo, shinikizo la utawala wa Marekani la dai hili tupu, kukataa kwake maarifa ya awali kutokana na wasiwasi wa utawala Trump kuhusu matokeo ya vitendo vyake, pamoja na asili ya majibu yaliyotarajiwa Irani kwa maslahi ya Marekani na kambi za kijeshi zinazoenea katika eneo hilo. Yani anachozungumza, anasema kuwa kukataa kwa Marekani kuwa kuhusika moja kwa moja na hili ni hofu yao kuwa malipizo ya kisasi ya Irani huenda yakaumiza hasa. Unajua kama majibu haya yaliyojibiwa na Irani hayakujibu kwenye maeneo ya Marekani moja kwa moja, ila kwa kidogo sana walijibu kwenye kambi iliyopo kule Saudi Arabia, lakini zaidi mashambulizi yalielekezwa zaidi kwa Israeli. Sasa huyu anachokisema hapa, anasema kuwa Marekani ilichohofia ni kuwa endapo ingekiri wazi kuwa wao na pia wameshirikiana na Israeli, manake kuwa hofu yao ni kuwa target kubwa za mitambo yao, ndege zao, vikosi vyao vingekuwa target zaidi. Kwa hiyo ndio hofu ambayo anasema kuwa hawamekataa kusema, lakini anasema tunafahamu kuwa ni wao. Afisa huyo wa usalama yeye alisisitiza kwa uthabiti kwamba ukilinganisha au mlinganyo uliowekwa hapo awali na Teherani unabaki kufanya kazi, uliojumuisha kati ya kanuni na miundombinu ya miundombinu. Yani kanuni ya Teherani ni kanuni ambayo haiwezi kuitofautisha Israeli na Marekani. Kwa hiyo ni kanuni ambayo inaishi ikiwa imefungamanisha Israeli pamoja na Marekani. Alisisitiza kwamba mlinganyo huu wa kuzuia hauzuiliwi na Israeli pekee, bali unawafikia washirika wake, akisema kila mtu lazima ajue hili na lazima atambue uzito wetu na uzito wa hali ambayo waziri mkuu wa Israel Netanyahu anawaongoza kwa uratibu na usimamizi kutoka kwa Donald Trump. Trump anajaribu kuiondoa Marekani kutoka kwa vitendo vya Israeli. Axios iliripoti mapema mnamo Juni 7 kwamba Trump alipanga kumpigia simu waziri mkuu wa Israel Netanyahu ili kumsihi asilipize kisasi. Hiyo taarifa ilikuwa ni ya Axios. Nitampigia simu bibi hivi sasa na kumwambia asilipize kisasi. Kila mmoja wao alikuwa na furaha yake. Israel ilikuwa na mashambulizi yake, Iran ilikuwa na mashambulizi yake. Hatuhitaji mengine, Trump aliambia Axios. Trump anakimbia kuzuia ongezeko hilo kuua matumaini yake ya makubaliano ya kudumu na Irani, kulingana na Axios. Baadaye Trump aliamrisha msimamo huo katika matamshi kwa vyombo vya habari vya Israel, akisema nadhani Israeli imejibu vya kutosha, hakuna haja ya kuwa na mwingine zaidi. Afisa mmoja wa Marekani aliambia Axios, sisi si sehemu ya hili, lakini haijulikani wazi kwamba Trump ataamuru jeshi la Marekani lisisaidie Israeli katika mashambulizi dhidi ya Irani, hasa linapokuja suala la kujaza mafuta angani na aina nyingine za uratibu wa kijeshi. Yani Trump awali aliwaambia Irani, mmeshashambulia, mmeshapiga, basi inatosha, mkae kwenye meza. Israeli walivyopiga baadaye Irani wakapiga, akasema basi tena. Manake mpaka nazungumza na wewe hapa na rekodi haya mazungumzo, shambulizi la mwisho ambalo limetoka kwa Irani kwenda kwa Israeli, nadhani ndio shambulizi la mwisho. Sasa ndio hiyo Trump anawaambia kuwa mmeshajibu, basi inabidi mtulie. Kumekuwa na aghlabu matukio kama haya. Yani haya matukio sio katika kanuni ambazo tumezizoea kuziona kwa upande wao, hasa linapokuja swala la Israeli au Israeli anapokabiliana na nchi fulani. Israeli huwa sio wa mwisho kupigwa kofi. Mara zote Israeli huwa hutaka yeye akupige kofi la mwisho ili ubaki utulie. Lakini tunaona sasa mara hii kutoka kwenye 12 days war, kofi la mwisho lilikuwa la Irani ambalo alipiga Israeli, alafu Trump akadai kuzizuia ndege za Israeli zisiende Irani kushambulia na kurudi. Lilikuwa kofi la mwisho ambalo lilitoka upande wa pili wa Irani kwenda kwa Israeli. Na mara hii nazungumza na wewe, hatujui yajayo wakati ujao, lakini mpaka nazungumza na wewe kofi la mwisho linakuwa linatoka kwa Irani kwenda kwa Israeli. Na hapo Irani wanasema kuwa tunasubiri, kama kutatokea jingine lolote tutakuja kujibu katika kiwango ambacho kinaweza kikavuka zaidi. Trump hataki kuvuruga kile ambacho anahisi kuamini kuwa tulikuwa kwenye mazungumzo ambayo yanakaribia. Bado kwangu mimi hilo liwekeni pembeni. Nilishalieleza kwa kina kuwa hakuna mazungumzo yoyote yanaweza kufikiwa hivi sasa ya usitishaji wa vita na yakatatua matatizo yaliyopo duniani. Kinachotafutwa hivi sasa ni wapi tunaanzia kwenda kwenye mazungumzo yajayo. Sasa Marekani kujitangaza kuwa tumeshirikiana na Israel kwenye hili ingeondoa ile ambacho Irani wamekuwa wakikiimba mara nyingi kuwa
hatuaminiani na Marekani au hatuwaamini Marekani, ndio ambacho mara zote Irani wanaimba huo wimbo. Sasa kama Trump atajitokeza na kunyosha kidole kuwa tumekuwa kwenye hili, hapo hapo Irani atapigia mstari na ataonyesha uzito kuwa niliwaambia kuwa huyu huwa haaminiki na hatuwezi tukafanya naye makubaliano. Lakini kinadharia inaeleweka wazi kabisa kuwa Marekani hawezi au Israeli hawezi kuyafanya haya bila usaidizi kutoka kwa baba yake au kwa kaka yake ambaye ni Marekani. Kwa hiyo haikujulikana wakati gani itaendelea. Nilipoulizwa kwa hili swali na DW, nadhani waliosikiza DW mchana nilikuwa naongea nao, waliniuliza hili litaendelea mpaka wakati gani. Nikasema kuwa jinsi alivyojinasa au jinsi Marekani alivyo au vile vilivyopo pale, ni vigumu sana kusema kuwa Marekani anaweza akakaa mbali bila kunyosha kidole kuwa na mimi nimo. Kwa sababu tayari alikuwa amekaa kwenye uwanja, tayari amekaa kwenye mstari. Yuko kwenye mstari wa vita na yuko ni target. Sasa kuna wakati unajiingiza tu kwenye target mwenyewe unakwenda. Lakini katika mashambulizi haya yameenda kutoa jibu moja na somo moja ambalo lilizungumzwa wiki jana wakati namalizia story, wakati kuna vurugu kati ya baada ya Irani kuionya Marekani kuwa kuionya Israeli kuwa kama utashambulia Beirut nitakushambulia. Nadhani uliona viongozi wakuu wa Lebanoni walichokijibu kuelekea kwa Irani, wakishutumu IRGC, wakishutumu Teherani, wakamwambia kuwa hii sio yenu wala hayawahusu haya ya hapa. Lakini mashambulizi yaliyowaua wanajeshi wa Lebanoni hayakujibiwa na kauli yoyote kali kutoka kwenye ofisi ya waziri mkuu wala ofisi ya rais wa Lebanoni Joseph Aoun, haikujibiwa. Lakini Hizbullah walijibu na Irani wakilani lile tukio. Wale waliokuwa wanaishutumu Irani hawakujibu lolote. Lakini hata Israeli ilivyoamua kufanya mashambulizi pale Dahia, Beirut, kwa mashambulizi makali, si Lebanoni iliyoweza kujibu wala sio ofisi ya rais wa Lebanoni ambayo imeweza kujibu kile kilichofanywa na Israeli, isipokuwa Irani imeriski uhai wake, imeriski rasilimali zake, imeriski maisha ya watu wake, yani imeriski kila kitu chake kwa ajili ya kuwakinga wa Lebanoni na kuhakikisha hili linaondoka. Just imagine kuwa mashambulizi ya Irani yaliyoelekea ndani ya Israeli ndio yamefanya Israeli astop tena kuendelea na mashambulizi ndani ya Lebanoni katika kipindi hiki mpaka tunazungumza. Sasa alichokuwa akikisema Joseph Aoun na alichokuwa akikiongea na Wafi Salami kinaakisi ukweli upi kuwa ni nani adui wa Lebanoni na ni nani anayetaka Lebanoni ikae kwa usawa? Kwa sababu Israeli anaishambulia Lebanoni na Irani anamshambulia Israeli kutaka tu kuwa kwa nini unaishambulia Lebanoni? Hatutaki uiguse Lebanoni. Mtetezi halisi wa Lebanoni kinadharia, kivitendo au kinini inakuwa wapi? Yani mtetezi halisi hapa wa Lebanoni ni nani? Kati ya ofisi ya raisi, ofisi ya waziri mkuu, kati ya Israeli, kati ya Irani, kati ya Hizbullah au kati ya jeshi la Lebanoni? Unaweza kumtafuta sasa hapa kweli ambaye anahusika na kuisaidia Lebanoni au anayesimama na watu wa Lebanoni katika kipindi hiki ni nani? Au nani anaonyesha hili? Kwa sababu Irani imefunga anga, ikafunga viwanja vya ndege, ikariski moja ya kiwanda chake cha mafuta kimeshambuliwa. Sasa kimeshambuliwa kwa sababu gani? Kwa sababu wa Irani hawataki Lebanoni shambuliwe. Ndio kwa sababu wamepoteza au naweza kusema wamesababisha hasara kwenye kiwanda chao. Kuwa wangeamua kukunja miguu yao, no, wanakumbuka kuwa hawa Hizbullah wa Lebanoni waliingia kwenye vita kwa ajili yetu. Ndio maana Irani hawataki kutenganisha swala la Lebanoni na mgogoro wa Israeli na Marekani na wao. Hawataki kulitenganisha kwa sababu wao wanaamini kabisa kuwa haya yote yanayoendelea yanaakisi kutoka kwenye mgogoro wa asili. Yani mgogoro wa asili ni ule wa Iran na Marekani. Kwa hiyo hili pia linatoka katika mgogoro huo. Lakini haya mashambulizi yametoa jibu gani? Kuna kitu ambacho watu wataniuliza, kwa nini Lebanoni kaamua Irani kwa nini kaamua kusitisha mapigano? Jamani, huwa ninawaambia mara kadhaa na huwa ninalizungumza mara nyingi kuwa Irani ni nchi kama nchi zingine. Irani sio kisiwa. Irani haiwezi ikaja ikapigana milele kuamua kwa tunaweza tukapigana moja kwa moja. Japo kuwa mimi juzi katika mazungumzo yangu niliwaambia inapaswa Irani wapigane ili kumkumbusha adui kuwa hatuwezi kuguswa na hatuwezi kukubaliana na wewe. Lakini kama Irani watabaki kuwa tupo kwenye ceasefire tunazungumza, hii tafsiri itakwenda upande wa pili kuwa nyinyi ni waoga.
Lakini katika kitu ambacho mabadiliko ya ghafla ya hivi sasa, unajua ni aghlab sana, yani haya matukio kutokea yani hayaji kwa bahati mbaya, yani haya matukio ni vitu ambavyo vinakuja kuwa tulikwisha kuzoea mara zote kuwa anayeanza kushambulia huwa ni Marekani na Israeli. Wao ndio huwa wanaanzisha mashambulizi, wanayetaka kumpiga huwa wanaanzisha wao. Halafu wewe unakuja kama Irani hapa toka kumezuka hizi vita mbili. Mara zote Irani amekuwa akijibu kutaka na yeye kujitetea, kujilinda, kuwa sisi tunalinda mkataba, yani kuwa sisi tumeonewa. Lakini kilichofanyika jana ni Irani alianzisha mashambulizi kuelekea kwa Israeli. Unaanzisha mashambulizi kuelekea kwa Israeli hali ya kuwa unafahamu kabisa kuwa bado Marekani uwepo wake upo hapa, umejaa ukiwa na ukiwa na silaha za kutosha, ukiwa na mamia ya ndege, wakiwa wanajeshi wamejiandaa, Israeli akiwa kwenye alert ya hali ya juu, halafu hapo unaanzisha kuwashambulia. Hivi unaelewa? Unaelewa hiki? Yani ni kitu ambacho hakuna nchi ingeweza kuthubutu kulianzisha hili, lakini hii ni jibu ambalo linakwenda upande wa pili kuwa kuna mabadiliko makubwa sana. Yani ile nadharia ya kuhisi kuwa labda nyinyi mnaniogopa au mnatuogopa sisi, ile nadharia inaondoka moja kwa moja kuwa nani anamuogopa nani. Yani kuwa unawaza kuwa huyu mpaka ameweza kutushambulia manake hatuogopi lolote. Maana yake mnaleta mazungumzo kwenye meza yaliyo equal, yani kuwa inabidi tuzungumze wote kama wakubwa, kwa sababu hakuna mdogo kati yetu hapa. Huyu unayemwamini mdogo ambaye nyinyi mnadhani labda anawaogopa kwa ukubwa wenu na uwepo wenu, bado anaweza kuanza kuwarushia mawe na bila hofu yoyote, na akasubiri na akasema na akajibu kila ambayo analoguswa. Kwa hiyo hilo unaweza ukaliona katika nadhari. Kwa hiyo kuna mabadiliko ya moja kwa moja ambayo yametokea. Yani kuna mabadiliko yanaonekana kuwa hivi sasa Irani anaweza asisubiri tuanze kumshambulia sisi. Kwa hiyo pale atapoona tumevuka anaweza kutushambulia. Kwa sababu tumeona hii imetokea wakati Marekani alivyoanzisha uchokozi wake kwenye Hormuz, huko kati ya mashambulizi yaliyokuwa yanapigwa Kishim na kwingine. Tumeona Irani alikuwa naye akijibu kwa nadharia ya kwenda na kurudi, anapiga anarudi anakwenda. Lakini hiki kilichotokea hivi sasa za kuanzisha wave kamili ya mashambulizi kuelekea katika ardhi ya Israeli, kwa sababu tuliona Irani alikuwa akipiga Dubai, alikuwa akipiga Kuwait, amepiga Bahrain, amepiga Saudi Arabia. Sasa mara hii karudi tena kupiga Israeli moja kwa moja. Sasa jioni anatutangazia kuwa nimemaliza wave yangu ya mashambulizi, ninasubiri pale watakapojibu tena ili niweze kufanya mashambulizi mengine. Hatujui watasubiri kwa wakati gani, lakini msisahau kile ambacho ninakizungumza mara kadhaa kuwa kuna hapa katikati inawezekana kuna kufokeana kati ya Netanyahu na Trump, inawezekana kuna kufokeana, lakini inawezekana kuna uratibu wa shughuli ya pamoja ambao wamekuwa wakijaribu kuifanya. Anasema hebu choke kidogo, yani mchokoze kidogo tumuone atafanya nini. Sasa ukimchokoza kidogo unaona anafanya nini, lakini kuna wakati mwingine unaona kwa nini unafanya hivi, haya mambo yanaweza ikavuka. Kuna wakati unaamua kutoka kwenye mstari wewe mwenyewe, lakini pia kuna wakati vitu hufanyika kwa ajili ya, unajua kauli haiondoi uwazi kuwa kauli iliyotolewa na Trump awali ya kusema kuwa hakuna kushambulia Beirut na Netanyahu anatakiwa ajiondoe kutoka Beirut na kutoishambulia, ilikuwa ni kauli ya kumdhoofisha kisiasa Netanyahu, hasa kutoka katika muungano wake, kwa sababu tafsiri ilikuwa inakuja tu katika muungano wake, au tafsiri ilikuwa inagonga katika muungano wao. Nyinyi sio watu mnaweza kuaminiwa kwa sababu hamuwezi kuhimili, kwa sababu mnaamrishwa kutokea pembeni. Kwa hiyo hii tafsiri ilikuwa ikisoma katika hiyo nadharia kuwa sisi tunapokea amri kutoka wapi? Kutoka kwa Marekani. Unaweza kusema kuwa amri mnapokea kutoka kwa Marekani. Kama mnapokea amri, maana yake nyinyi mwezi kusema kama sisi ni serikali huru au sisi tuna jeshi huru la kuamua kile ambacho tunakiona kuwa tunaweza tukaamua. Lakini ile kauli ilikuwa imeamua kufifisha uwezo na nguvu ya kisiasa ya Netanyahu. Sasa kwa Israeli kufanya mashambulizi katikati ya kauli za Donald Trump, unaweza ukachukua tu ile baba, umesha nishusha hadhi yangu, unatakiwa kurudisha hadhi yangu. Kwa hiyo niache kwanza, alafu tutarudi tutayarekebisha huko baadaye. Niache ili nirudishe imani kwa wafuasi wangu na watu wangu kuwa kwa nini imekuwa hivyo. Ndio unaona kuwa inawezekana mashambulizi yakatokea katika nadharia tofauti kuwa inawezekana kutii amri, kukwepa amri, lakini kuwajibika, lakini kurudisha hadhi ambayo tayari unahisi kuwa imepotea. Jamani, narudia kuambia kuwa Irani hawawezi kupigana vita kusema kuwa wapigane milele vita. Hii ni nchi ambayo ina watu zaidi ya milioni 90. Hao watu wanahitaji kukaa, wakala, wakatulia, wakaondoka kwenye vikwazo, wakaendelea na maisha mengine. Huwezi kubaki kwenye vita wakati wote. Kwa hiyo kuna wakati unapigana, unarudi kwenye meza, unaangalia nini kilichopo. Nilichoshikilia mnanipa, hamnipi, hatukupi, tunaendelea, tunarudi. Lakini
kujitikisa au kujikuna kwa Irani kulipaswa kutokea. Japo inawezekana alitakiwa aende mbali zaidi. Kila watu wana hesabu zao kwenye hili. Unaona kuwa wamekwenda kwa kiwango ambacho walikiona wao, lakini huenda walitakiwa waende mbele zaidi, lakini huenda wameamua kutuma tu ujumbe kwa tulikuwa tunatuma message yetu iende hivi na hivi na hivi, na kama itazidi kutokea hapa na hapa tutaona tutaenda zaidi ya pale. Kwa hiyo huwezi kusema kuwa naanzisha moja kwa moja wave na kila kitu. Kuna mambo mengine ambayo yanatakiwa yaendelee, kwa sababu ukiangalia madhara ya vita yanapiga kwa pande zote. Huyu anaathirika, huyu anaathirika. Inawezekana unaathirika, lakini inawezekana kuwa fulani amejikaa kwenye nafasi nzuri zaidi ya kwenda kwenye mazungumzo au kwenye fani. Hiyo ndio inaweza ikabaki hivyo, lakini vinginevyo vita haiwezi ikaendelea moja kwa moja, licha ya kuwa kuna wakati ifanyike ili iweze kuclear mambo, ili uweze kurekebisha baadhi ya vitu, ili uweze kujiweka kwenye nafasi bora zaidi ya maamuzi. Kuna wakati ni lazima ufanye maamuzi magumu, kama vile ambayo Iran walikuwa wamefanya maamuzi magumu. Rahby Digital, haki na ukweli.